Asma! 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 Odi. Odumo. Odi. Karibu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Vipi? Asma nankuta. Asma yupo. Basi mwambie hivi kaja Midu hapa. Anasema akienda shule umwagie. Pole sana mdogo wangu. Asma yupo lakini Asma anaumwa. Asma anaumwa? Ndio anaumwa, alichomwa mwiba jana. Basi mwambie nampa pole. Haya nitamwambia. Ila na mimi hapa nilikuwa natafakari nipate mtu wa kwenda kumwagia. Basi kama ukienda shule naomba umwagie. Hamna shida. Lakini lete muone kabisa. Kwa kweli kwa sasa amepumzika maana tokea jana hajalala. Mwambie basi nampa hai. Haya poa, mimi nitamwambia. Haya. Hivi ni mwiba tu. Fanya na kama kuna kamfanyia kosea ajitokeze basi dharau ila kusheni sasa hivi kazi ni safi tu kaka. Bebe kwema? Alhamdulillah. Bwana umedumia sana msongo mawazo kulikoni? Kweli kakaangu, nina mawazo sana hapa nilipo, nina mawazo sana ndio maana nimenikuta hapa nipo peke yangu na wazua. Kiukweli kakaangu nikwambie kitu, mimi na mdogo wangu bahati mbaya akachomwa na mwiba kama unavyojua watoto. Lakini sasa ule mwiba ule mguu umevimba na hali ya mdogo wangu inazidi kuwa mbaya. Siku hizi haendi hata skuru. Yaani hata masomo ajui yanaendaje. Kiukweli kakaangu sielewi. Labda kakaangu nataka nikuulize kitu kimoja. Niulize. Kwenye huu mtaa hakuna mtaalamu ambaye atamsaidia mdogo wangu ili akapata kwenda shule. Sikiza ngome kitu. Hapa ndani petu simjuli mtaalamu aina yoyote. Na kwa nini uende kwa mtaalamu? Eti si uende hospitali? Eti kuna dawa za mitishamba wametumia? Kikweli hapa kaka nina mawazo. Sina hata nyenzo kufanya nifanyeje sizijui. Kuna dawa hii mbono. Ukiacha pale mbono. Chemsha maji, changanya na chumvi, msugulie mdogo wako pahala alipoumia. Inshallah kwa nguvu za Mungu atapona. Kwa kaka unataka kuniambia hiyo miti nikifanya kama unavyonielekeza mdogo wangu atakuwa sawa? Ndio. Na mdogo wangu ataendelea na masomo? Sana. Kwa kweli kakaangu mimi nitashukuru sana. Asante. Shukrani sana kaka. Poa. Nakuombea kwa Mungu akuongezee kaka. Poa. Sawa, baadaye. Asante kaka. Kwa kweli rafiki yangu mimi nimekuja. Hali ya mdogo wangu bado inazidi kuwa mbaya. Na kila tiba nimefanya
lakini kila tiba ninayofanya haifanyi kazi. Kwa kweli rafiki yangu, mimi mwishowe nakaribia kukata tamaa kabisa, sielewi. Rafiki yangu, kuhusu hili kwanza usikate tamaa. Usikate tamaa kabisa mapema. Kwa sababu hii changamoto na Mungu pia anatukumbuka. Ila kuhusu hili usikate tamaa. Sawa? Kuna mtaalamu namjulia alipo, nitakupeleka. Maana hata mimi pia niliumwa na yeye ndo akaniombea Mungu na nikafanikiwa. Naamini hapo nitakapokupeleka, basi naamini itakuwa ndo suluhisho wa matatizo yako. Walipo na majaliwa siku ya Jumatatu, jiandae nitakupeleka sehemu kwa mtabibu. Naamini itakuwa ndo mwisho wa suluhisho wa tatizo hili. Kwa kweli rafiki yangu, nitashukuru sana maana nimehangaika sana. Nitashukuru sana endapo mdogo wangu atakuwa sawa. Maana sasa amesimamishwa na masomo, yupo tu ndani, sielewi. Nitashukuru sana rafiki yangu. Naomba unisaidie. Usijali. Basi rafiki yangu, kwa mimi ngoja nikuache niwahi kwa mdogo wangu niende nikamshukurikie. Basi sawa, inshallah. Jali, na wala usikate tamaa. Haya poa kaka, mimi nilikuwa nakupa taarifa kama hizo. Basi sawa. Babu Simba! Babu Simba! Babu Simba! Sana kijana wangu, unafanya kazi vizuri. Hakika nitakupa kila kitu. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana vijana. Lakini bado sijawajua. Ni kweli hujatujua, ila mimi naitwa Mushrif Ali na mwenzangu anaitwa Junior. Tumekuja, tuna shida, tunaomba utusaidie. Shida gani tena hiyo? Maana kama ni pesa, mimi sasa hivi sina pesa. Ni mweupe kama jua la asubuhi. Hatuna maana ya kuwa tunahitaji fedha. Ila tuna mdogo wetu leo ya 3 anaumwa na mguu. Tumehangaika pa kuhangaika, na kila tunapoenda tunaenda kwa ajili ya kuhangaika, ila bado hatufanikiwa. Kwa kweli mimi si mganga, na labda niwaambie itakuwa mlipofahamishwa mmekosea kidogo. Kwa sababu mimi si mtaalamu na hayo mambo siyajui kabisa, masuala ya kutibu sijui. Mimi sijui. Sikiliza kaka, usifanye masiara kwenye shida. Sisi hapa tuna shida, tunahitaji tusaidie. Sijakataa. Tatizo ni kwa mimi si mtaalamu na hayo mambo siyajui. Kakaangu, tunaomba, tuna shida, tusaidie. Maana tumezunguka sana. Leo ni siku ya 3. Sioni hata matumaini kwa mdogo wangu. Tusaidie kaka. Sawa. Kwa vile umeonyesha heshima nzuri, nimekubali kuwasaidia. Na wewe ndio uliofikwa na hili jambo. Ndio. Haya mambo yatamaliza. Ila kesho inapofika saa 6 kamili ufike hapa. Sawa, nimekuelewa. Ili tufanye utaratibu wa kwenda kufuata hiyo tiba. Sawa, nimekuelewa. Tena uje peke yako. Sawa. Basi kama ni hilo tu, mimi niwaambie karibuni tena. Basi poa na kaka. Kwa hiyo karibuni sana. Sisi tukutakie mchana mwema. Haya bwana, Sisi karibuni tuaenda. sana. Kwa nini ulienda kwa mganga? Sasa aliyokuambia kwamba nimeenda kwa mganga nani? Na umejuaje kwamba nimeenda kwa mganga?
Sikiza nikwambie. Mimi ni mtu mzima. Chochote tunachokifanya lazima tuwe habari nacho. Sawa? Nilikwambia usiende kwa mganga. Utapata mtihani mkubwa. Ukana mimi sina akili. Sasa utapothubutu tena kuelekea kwa mganga, kitakacho kutokea utakumbuka siku uliozaliwa. Ndugu wako atakufa. What? Kwaheri. Atakufa? Jamani, mbona mazungi? Nikienda kwa huyu ananiambia hivi, nikienda kwa huyu ananiambia hivi. Halafu huyu jamaa mbona ananifuatilia sana? Na mbona anajua sana mambo yangu? Sasa yeye amejuaje kwamba mimi nimeenda kwa mganga? Ameambiwa na nani? Habari za saizi mtaalamu? Salama. Wewe mzima? Nashukuru Mungu. Vipi? Mbona umechelewa? Na tulikubaliana saa 6 kamili kushafika hapa. Umekuja saa 7 kamili. Unaweza kuniambia ni kwa nini? Ni kweli mtaalamu, nimechelewa kwa sababu nilipitiwa na usingizi kidogo. Sawa. Ila tambua safari tunakwenda ni mbali sana. Na pia haitaki masahara. Na kuipata tiba ndogo wako si jambo rahisi. Kwa hiyo inachotakiwa ni userious. Sawa mtaalamu, nimekuelewa. Sawa. Kinachoendelea ni kuanza safari. Na maana mtaalamu unataka kunipandisha humo? Usiogope. Safari tunakwenda sio karibu. Njoo tupande. Kwa vile tu nina shida. Basi poa. Usiogope kijana. Tumeshafika kwenye msitu. Na huu ndo msitu uliona jiti kubwa. Kinachotakiwa ni kuingia kwenye msitu kwenda kufuata hiyo tiba. Ina maana mtaalamu tunaingia hivi na kiatu kimoja? Kuhusu kiatu usijali. Kitakuja. Chukua kiatu chako. Chukua kiatu chako. Chukua. Tulia. Tuliza wenge. Nifuate. Hakika mmeingia kwenye himaya yangu. Hakuna mtu atakayepona. Na hiyo dawa mnayotafuta sidhani kama mtaipata. Wewe ulimwengu umekuja tafuta
tiba. Enyi walimwengu, tumekuja kutafuta tiba. Enyi walimwengu, tumekuja kutafuta tiba. Enyi walimwengu, tumekuja kutafuta tiba. Twende. Bwana mdogo, tumeshafika kwenye huo mti. Tenyewe ndio huu hapa. Lakini tunatakiwa tuwe na subira. Ndani ya dakika 5 baadaye tupate dawa. Sasa mtaalamu, kuna haja gani ya kusubiri dakika 5 wakati mtu tayari ushaupata? Acha masahara. Usende. Wewe kijana. Usende. Wewe kijana. Usende. Ukede umemponza. Yaani vijana hawataki ushauri. Kisha nitia kazi nzito. Lakini wacha. Nimekuja kufichua kile kilichojificha. Nimekuja kufichua kile kilichojificha. Bwana mdogo, unajidanganya. Huwezi kushindana na mimi. Hata wewe huwezi kunishinda mimi. Umenipiga? Hakika sitokuachia. Huwezi kushindana na mimi bwana mdogo. Wewe ni mdogo sana. Nimekuja kuchukua dawa. Kijana wangu, njoo zako. Kijana, hatujaja kufanya ukaidi. Nyanyuka. Nimefanikiwa. Ukaidi si kitu. Shika. Tutakwenda zungumza na mjomba wao, nitakubaliana, tutazungumza mimi na mjomba wao, tutakuja kwenda zetu. Haya sawa. Limefanikiwa.
Babu Simba! Babu Simba! Kipira mjukuu wangu, unasemaje? Babu, utanisamehe kwa hili. Binadamu dawa wameichukua. Wameichukua? Huo ni uzembe Kipira. Babu Simba, wamenishinda nguvu binadamu. Wamekushinda nguvu? Nimekuamini sana, ndio maana nikakukabidhi kazi yangu. Katika himaya yote hii hakuna nilimwamini kama wewe Kipira. Umewachia wanadamu wamechukua. Kumbuka wewe ni jini, sisi tu majini. Haiwezekani wanadamu waje wakuchukulie tu kitu chako hivi hivi. Kipira, sawa, hilo si tatizo. Sasa basi, nenda kwa yule mtoto, umchukue, umpeleke mpaka kandani Buyuni. Sawa? Sawa babu, lakini hii kazi ni mzito. Inatakikana uniongeze nguvu. Si tatizo mjukuu wangu, mimi nguvu nitakuongeza, lakini ule ni uhai wetu. Pambana ili mradi tufanikiwe tulipokubaliana. Sawa babu. Sawa? Sawa. Asante babu kwa nguvu ulizonipatia. Naamini hatutoshindwa. Sawa Kipira, nenda akafanye kazi yangu. Asma! Pole sana kijana. Asante sana mtaalamu. Kwa uchunguzi niliofanya, kazi yako ni ngumu. Lakini usijali. Hii itafanikiwa tu. Mdogo wako amechukuliwa. What? Amechukuliwa? Ndio amechukuliwa. Kuna kijini kitoto ambacho kinatumwa na babu yake. Wanamuita Babu Simba. Huyo Babu Simba ni nani? Wewe humfahamu kwa sababu ni jini. Sasa basi, mtoto amemchukua, wamempeleka kwenye msitu wa Mikandaa ambao ni msitu wa Buyuni. Buyuni? Ndio Buyuni. Huko Buyuni ni wapi mtaalamu? Buyuni ni kijiji cha pili kutoka hapa.
Kwa hiyo usijali. Sasa basi, unachotakiwa tafuta vijana wako 4 na mimi nikiwepo nitawasaidia, itakuwa nipo nyuma yenu ili twende tukanitafute. Sawa mtaalamu, nimekuelewa. Mimi hao vijana nitawatafuta, nitakuja nao ili kwenda kumtafuta mdogo wangu. Basi sawa, hili limemaliza. Saidia sana mtaalamu, nakutegemea sana, wewe ndio tegemezi la kwanza kwangu. Usijali, wakati sisi tumeumbwa ili tuje tuwasaidie nyinyi na tutawasaidia. Sawa mtaalamu, nimekuelewa. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana mtaalamu. Vijana, nadhani tumefika kwenye msitu wa Buyuni. Na huu ndio msitu wa Mikandaa uliopo karibu na bahari. Na hili ndio eneo kubwa alipofichwa mdogo wako. Sasa kinachotakiwa ni vigezo na masharti kuzingatiwa. Huu msitu hautaki masihara, na atakaye kwenda kinyume atasema na nafsi yake. Vijana, tutaingia kwenye msitu. Utakaposikia sauti yoyote ya wito, usiangalie nyuma pasipo kujua ni nani anaokuita. Kwa hiyo nitakupatia kinga ambayo itakusaidia. Shika. Ina maana mtaalamu, hakuna mtu mwingine wa kumpa mbali na mimi? Unanitania? Hapana mtaalamu, nauliza tu, samahani kama nimekukera. Sasa mtaalamu, hii naifanyaje? Ivae shingoni. Shingoni? Sasa safari ya vijana. Hivi wewe unataka nini kwangu? Naona unanitesa hivi. Sikiliza binti ndogo, wewe ni ngao kwetu, siwezi nikakuachia ukaondoka. Hawa amekufuata mpaka huku. Ni nani wale unifuata? Ni watu zako, hakika damu itamwagika. Haina haja ya kutafakari. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Hakikisha nyote nitawaua. Unajidanganya bwana mdogo. Mimi ni mkubwa wako. Na mimi nina uwezo. Hakika nitakumaliza muda ukifika. Tutaoneshana.
Junior, subiri hapo kidogo. Kutembea hivi ndio ndugu tutampata. Sikiliza mdogo wangu nikwambie. Mimi yule mtaalamu namwamini sana. Na maneno yake naamini mdogo wangu nitampata. Kinachotakiwa ni kumsikiliza mtaalamu anachosema. Sio kukaidi. Sawa? Tunatakiwa tuendelee na safari na sio ukaidi. Sikilize mtaalamu alichotuambia. Tunaweza kwenda. Asma! 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 Mnajidanganya vijana. Hakika mmeingia kwenye msitu wangu. Hakuna atakayetoka akiwa mzima. Na wakaribisha kwenye msitu wangu. Nitahakikisha wote wanamaliza. Asma! Asma! Kwa kweli Junior, mimi mkojo umenishika. Tukangalisaidie. Basi poa, wewe nenda kujisaidia lakini kuwa makini. Rau! 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 Bado wenzako. Poa blaza, mambo vipi? Fresh. Blaza, naomba kuuliza maana nilikuja na wenzangu hapa naona siwaoni. Hivi hapa njia ya kutokea wapi? Njia ya kutokea nje au? Iko hivi, pita moja kwa moja hivi. Shukrani sana kaka. Haya, asante shaua. Bwana mdogo. Wewe, kwa nini unasumbua akili zetu? Kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya mtoto? Mtoto ambaye hana hatia. Sasa leo ndio mwisho wako. Na wewe leo ndio mwisho wako.
unajaribu kunipiga mimi. Sasa sikia. Nenda nani? Nenda nani? Babu Simba! Babu Simba! Babu Simba! Kipira, unasemaje? Babu Simba, kazi ulionipa imenishinda. Imekushinda na imekushindaje? Babu Simba, wale wanadamu wana nguvu. Wana nguvu? Haiwezekani Kipira. Wewe kumbuka ni jini. Watakushindaje wanadamu? Wao ni binadamu, sisi ni majini. Watatushindaje? Kipira, unafanya uzembe sana. Babu, na isitoshe yule binti wamemchukua. Wamemchukua? Kipira, ule ni uhai wetu. Haiwezekani. Kumbuka, sisi ni majini. Hawawezi wakatuzidi wanadamu. Baada ya Mungu na mtume na malaika wake, hakuna wengine wote utawala wa dunia zaidi ya sisi. Itakuwaje wamchukue? Kipira, umefanya uzembe mkubwa sana. Sasa basi, nahitaji ufanye ufanyavyo. Wale watu uwafuate na yule mtu urudi naye hapa, uje naye. Sawa? Sawa, Babu Simba. Sasa nitakuta wapi? Hawako mbali. Nadhani wapo pale pale. Ila wako pembezoni ya bahari huku majumbani. Sawa? Sawa babu. Potea. Nenda. Haiwezekani. Anasema ati wanadamu wametushinda nguvu na wameondoka naye. Hakumbuki kwamba ule ni uhai wetu.